We are beautiful. Sio kwa sababu sisi ni wema or we are intelligent, au tuna akili sana, but because of the grace, Lord, which you have on our life. Lakini kwa sababu ya neema ulionayo juu ya maisha yetu. We thank you, Jesus, for everything. Tunakushukuru Yesu kwa kila kitu. We know your way has got a purpose upon our life. Tunajua jinsi ambavyo maisha yetu yako juu yetu. Some people, because of this word, kwa sababu watu wengine kwa sababu ya neno hili, they will be healed. Wataponywa. Some will be delivered. Na wengine watafunguliwa. They will repent. Na wengine watatubu na kukurudia. We thank you, Jesus, and we are expecting your word. Tunakushukuru Yesu na tunasema kwa jina lako. We are ready, Lord, to hear from you. Bwana, tuko tayari kusikia kutoka kwako. We thank you, Jesus. Tunakushukuru Yesu. We thank you because of the presence of the Holy Spirit. Tunakushukuru Yesu kwa sababu uwepo wa Roho wako Mtakatifu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. I have titled it, nimekipa kichwa kinachosema Be a permanent church member. Uwe mshirika wa kudumu wa kanisa. Hallelujah. Amen. Wherever you are, kokote utakapokuwa, be a permanent church member. Uwe mshirika wa kudumu katika kanisa. Sadly, many young Christians cha kuhuzunisha, Wakristo wengi wachanga hawana msimamo. They move from this church to another church. Wanatoka kanisa hili wanakwenda kanisa lingine. They move from one church to another. Kanisa lingine na kwenda lingine. They don't have a permanent church. Hawana kanisa la kudumu. So they are not very responsible to any church. Kwa hiyo wanakuwa hawana uwajibikaji katika kanisa lolote. And hence, na kwa sababu hiyo, they cannot serve God as they should. Wanashindwa kumtumikia Mungu kama inavyowapasa. Because wherever they go, kwa sababu kokote wanapokwenda, they are new. Wanakuwa watu wapi. But I think the best church member is a permanent church member. Lakini ninashawishika kwamba mshirika mzuri ni ule mshirika wa kudumu. A permanent church member is unmovable. Mshirika wa kudumu hawezi kutikisika. Yes. A permanent church member is stable. Yeye yuko hatikisiki. A permanent church member is reliable. Anaweza kutegemewa. Is trustworthy. Anastahili kuaminiwa. Hallelujah. Amen. If you only come today, lakini kama unakuja tu leo, tomorrow you at another church, kesho uko kanisa lingine, the day after tomorrow another, baada ya siku hiyo uko lingine, another day another church, siku nyingine kanisa lingine, you want to grow, hautakuwa, and you want to serve God as it should, na utashindwa kumtumikia Mungu kama inavyopasa. Because at every place, sababu kila unapokwenda, the pastor, mchungaji, the people, watu, the elders, wazee, they won't give you any work to serve for God because you are new. Watashindwa kukupa kazi yoyote kumtumikia Mungu kwa sababu wewe ni mshirika mpya. And they don't know you. Na hawakufahamu. Hallelujah. Amen. Being a church member, kuwa mshirika wa kanisa, is a serious business. Ni jambo la kumaanisha. Is a commitment. Ni kuamua. We can compare it. Tunaweza tukailinganisha na with marriage. Kama ndoa. Let us say, labda niseme, for instance, my son here, kwa mfano mtoto wangu hapa, want to get married. Anataka kuoa. I will ask him a question. Nitamuuliza maswali. And let us hear him answer genuinely. Na tumsikie anapojibu. Suppose you want to get married. Kwa mfano anataka kuoa. You love a girl. Umempenda msichana. And this girl, na msichana huyu, so pretty. Amependeza. And your heart, na ndani ya moyo wako, is desired so much that you should be married to. Moyo wako unasukumwa sana kuoa mtu huyo. Then let me ask you a question. Labda nikuulize swali. Suppose this girl, kwa mfano mtu huyu, you want to marry. Unataka kumuoa. She says, yes, I love you. Asema ndio, nakupenda pia. But lakini I want to stay with you up to death. Sitabaki na wewe mpaka kufa. Maybe I'll stay with you for 4 years. Labda kwa miaka 4 tu. We may have 2 children. Tunaweza kuwa na watoto wawili. Then I'll go and get married to another person. Na baada ya hapo nitakwenda kupata mume eneo lingine. Because I'll be bored.
sababu nitakuwa nimeshachoshwa na wewe. Are you going to get married to that person? Please answer. Hapana. He is saying no, he cannot get married to such a person. Hello, are we together? Amen. Please, I have got good people here. Please Yeah, what was come, really happening? my son and your wife. We cannot take people who are not married. It may indicate something. Karibuni watu ambao wana ndoa, karibu. These people are married. Watu hawa wame So we are only acting. watu wana ndoa, kwa tunafanya tu kama mfano. Now, suppose Na kwa mfano in those years, katika miaka I hii know you loved very much your spouse. nafahamu kuna upendo kati yenu. Now suppose in those years, Sasa kwa mfano nyakati hizo za kwanza, your wife would have said, mke wakasema yes, I love you, kwamba ndio nakupenda, but lakini after we have 4 children, baada ya watoto 4 I'll think of getting married to another man. nitafikiria kama kuolewa na mtu mwingine, Because at that time, sababu nyakati hizo I think I'll be tired. nitakuwa nimechoka na dhambi. Could we have accepted our hand? Kwamba labda bali What about you? Suppose he could have said the same thing, but after 20 years you'll be done. Oh, then I'll look for somebody else. labda kama na yeye angesema kitu hicho kwamba baada ya miaka kama 20 nitatafuta mtu mwingine, Could you have accepted? ungekubali? No. Why? Labda kwa nini? Why you couldn't have accepted and still you love? Kwa nini iwe hapana wakati unampenda? There is no such kind of love. There's no such kind of love. Kwamba hakuna upendo wa namna hiyo. Love is serious commitment. Upendo ni maamuzi. Those people, thank you very much. I mean, marriage is serious commitment. Ndoa ni maamuzi magumu. Today is the day I got married about 29 years ago. About 30 years ago, thank you. About 30 years ago. Leo ni siku yetu ya tulipooana na mke wangu kama miaka 30 iliyopita. My wife, can you come? I'm not joking, this is the day we were married. Sifanyi utani, leo ni siku tulioana. But it was a tulioana. This is the day when I said yes. Ndio siku niliyosema ndio. And this is the day when she said yes to my Ndio plan. siku aliyosema ndio yeye pia. In those days, Katika siku hizo I was young, nilikuwa kijana energetic. mwenye nguvu. Hallelujah. Now I'm growing old. Sasa hivi nakuwa mtu mzima sasa. But we are still united. Lakini bado tuko tuna muunganiko mmoja. And we'll still go Na on. tutaendelea mbele. Hallelujah. Marriage is a serious commitment. Ndoa ni maamuzi magumu. Thank you, darling. Asante. Hallelujah. Amen. 29 years, dear. 30 years. This is the firstborn is 29 now. So we were married 30 years ago. Amen. Tumeoana miaka 30 iliyopita. On the day like today. Katika siku kama ya leo We are still continuing. tunaendelea. There are ups and downs in life. Kuna vitu vya kushuka na kupanda, But lakini I can't tell my wife because of this and this we have quarreled, therefore I'm moving away. siwezi kusema labda kwa sababu ya hiki na hiki na ugomvi huu ninaondoka. There's nothing like that. Hakuna kitu kinachofanana na hicho. I don't expect that there is anything which will separate us. Sitegemei kama kutakuwa na jambo litakalotutenganisha. The only thing I know Jambo ninalofahamu, is that as we live long, tunapoendelea kuishi we get to know each other better and better. tunaendelea kufahamiana vizuri zaidi, And life becomes even good and good. na maisha yanaendelea kuwa mazuri zaidi, Because kwa sababu when I do something, unapofanya kitu, I know that, because I know her very much for sababu 30 years, nanifahamu kwa miaka yote hii, I know that if I make this movement, kwamba najua nikifanya uamuzi wa namna hii my wife will be happy.
mke wangu atapendezwa or will be angry. au atakasirika. So I avoid something which will make her angry, Unakuwa nakaa mbali na kutofanya yale yanayomkasirisha and I do something which will make her happy. na kufanya yale atakayompendeza. We have obtained that harmony Tumepata uelewa huu because we have been living together for a long time. kwa sababu ya maisha tuliyoishi pamoja kwa muda mrefu. Let me tell you, Labda niseme hivi, being a permanent church member kuwa mshirika wa kudumu wa kanisa is like a family. inafanana na familia. There can be some misunderstandings. Yanawezekana yakawepo mambo ambayo kutoelewana. In those days, Katika nyakati hizo, Joel, my son, mtoto wangu, it happened some days zikawa zinatokea siku that I had to whip him. ukawa kunatokea jambo hilo la viboko, But lakini I didn't expect him because of that. sikutegemea labda kwamba kwa baada ya kitu hicho He should say, now I'm not Joel Grant Makasege, I'm Joel Mwaitwali, I'm Joel Saidi. labda abadilishe jina ajiite Joel Saidi. In families, Katika familia there are quarrels. yako maeneo hamtaelewana, But family members lakini wale walio ndani work as hard as possible wanafanya bidii to solve the problem kutatua matatizo and to let the family continue. na kufanya familia iendelee. Hallelujah. Amen. If you know you're worshiping in a church where God is there, Kama unafahamu unaabudu katika kanisa ambalo Mungu yuko hapo, you are responsible to that church before God. una wajibu kwa kanisa hilo mbele za Mungu. Let us say a pastor misbehaves. Basi tuseme mchungaji akafanya vituko, A pastor becomes arrogant. labda mchungaji akaanza kuwa na kiburi. A true Christian Kristo wa kweli won't run away from the church. atakimbia kanisa, Will stay atabaki and call God. na kumwita Mungu, Father, Baba, rectify this man. tengeneza hali hii. It's only rectify that pastor. Tengeneza hali hii ya mchungaji. But the pastor becomes worse and worse. Labda mchungaji akaendelea You kubaya, pray, creator of the unaendelea universe. kufanya maombi. You're a good God. Wewe ni Mungu mzuri. Rectify the pastor Endelea so kutengeneza that your sheep ili watu can wako continue to flourish. waendelee kukua. Hello, do you get me? God will answer that prayer Mungu atajibu maombi because the sheep belongs to kwa Him. sababu sisi tu mali yake, And He bought with His precious na blood. alitununua kwa damu ya It thamani sana. is a serious matter Ni jambo la muhimu to play with the sheep of the Lord. kufanya mchezo na kondoo wa Yesu He Kristo. bought them with His own blood. Aliwanunua kwa damu yake mwenyewe. Now you are a church member. Yamkini wewe ni mshirika wa You kanisa, have been living for some time in the church. umekuwa huko katika kanisa kwa muda fulani, And let me say, you have got roots in knowing God. na una mizizi ya katika kumfahamu Mungu. If you run away Ukikimbia from a problem, katoka kwenye tatizo, what about those young sheep, which are there in the church? je, inakuwaje kwa habari ya wale washirika wachanga ambao wako katika kanisa hilo? Fight! Vijana, Hallelujah. Fight because God has placed you in the church. Stay there. Fight till God gives answers and rectifies the situation. vijana, kwa sababu Mungu amekuweka kwenye kanisa hilo, omba mpaka Mungu atakapobadilisha hali inayoendelea. In Kibaha, about 15 years ago, Miaka kama 15 iliyopita hapo Kibaha, there's a certain church. kulikuwa na makanisa fulani, The pastor misbehaved. mchungaji akakengeuka. The church members, Wale walio katika kanisa lile, the elders, wazee wa kanisa, all the church members washirika wote vacated the church, wakahama kanisa, left the building, wakaacha lile, and the building had to be hired with another ministry. na kanisa lile likakodiwa na huduma nyingine. This is very sad. Inahuzunisha sana. It means those people were not permanent church members. Inamaanisha kwamba watu hao hawakuwa washirika wa kudumu. If you gave out your money, Kama ulikuwa unatoa michango, bought everything in the church, ukashiriki katika ujenzi wa kanisa, God helped you to obtain that money. Mungu akakusaidia kufanya na kupata michango hiyo, Because of a certain problem, kwa sababu labda ya tatizo fulani, you move away. unaondoka. Remove the problem. Toa In tatizo Jesus' kwa name. jina la That Yesu. problem can be removed.
Inaweza likatoka Let the tatizo church of God flourish na and libaki know. kanisa la Mungu likiendelea. Let the church of God flourish in every circumstance because they are Christians who are dedicated to God. Na kanisa la Mungu liendelee katika mazingira yote kwa sababu wapo watu wa Mungu ambao wamejitoa kwake. Be dedicated to God. Jitoe kwa Mungu. Let me tell you, Habari niseme. I'm here in the Tanzania Assemblies of God to stay. Niko hapa katika Tanzania Assembly of God No kubaki. matter what will happen, Haijalishi nini I will kitatokea. stay and be a servant of God here. Pigana kama mtumishi wa Mungu hapa. I will stay here. Nitabaki hapa. I don't aim to move into any ministry. Si kusudi kwenda kwenye huduma yoyote. I don't say that I'm not going to confront problems. Sisemi kwamba sitakutana na matatizo. Yes, problems may come, Matatizo yanaweza but I yakaja. know Lakini who nafahamu has called me. nani ameniita. I know who He is able. Najua He is anaweza. a sovereign God. Najua yeye ni Mungu mtawala. Oh, hallelujah. Amen. And therefore I'm here to stay. Kwa hiyo niko hapa kubaki. And therefore I pour my life in Tanzania Assemblies of Kwa hiyo God. nimeweka maisha yangu katika And kanisa therefore hili I dedicate all my efforts na nguvu zangu zote to see that the Church of Jesus Christ kuona kwamba kanisa la Yesu Kristo in the Assemblies of God katika Tanzania Assemblies of God flourishes. linakuwa, No matter what. isijalishe No nini, matter what. isijalishe nini. Hallelujah. Hallelujah. When you are dedicated like that, Ukiwa umejitoa kwa kiwango hiki, you will work hard for that church. utafanya bidii kwa kanisa hilo, You will serve God better. utamtumikia Mungu namna njema. Hallelujah. Amen. Let me analyze about 10 reasons why we should be church members. Labda ni tuwe washirika wa kudumu wa kanisa. Reasons why be a permanent church member on your church. Sababu kwa nini uwe mshirika. When God in His sovereignty Mungu katika utawala wake may make a decision anaweza akafanya that we should maamuzi move from here to kwamba there, utoke hapa uende sehemu that will be nyingine. very obvious. Hiyo itakuwa wazi kabisa. Yes, sometimes people may not understand you, Wakati mwingine watu wanaweza wasielewe, but God will understand you. lakini Mungu anaelewa. But don't move away from a church Lakini sio kuondoka katika kanisa because of a certain problem. kwa sababu ya tatizo fulani. We are here to stay. Tuko hapa kudumu. Hallelujah. Amen. We are here to stay. Kudumu. Why should we be permanent church members? Tuwe washirika wa kudumu wa kanisa. It's because we are part of a family. Kwa sababu tuko washirika wa familia moja. We are a family. Sisi ni familia. When we are assembled together, Tunapokusanyika pamoja, we become a family. tunakuwa familia. Come with me to Ephesians chapter 3, verse 14 to 19. Tuende pamoja katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 15. Ephesians chapter 3, verse 14 to 15. I read in Jesus' name. Nasoma Waefeso sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 15 kwa jina la Yesu. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Yes, we are a family. Sisi ni familia. Every family may have its problem and misunderstanding. Na familia zinaweza zikawa na maeneo ambayo wanavurugana, But people don't move away from those families because of the problems. lakini watu hawahami familia kwa sababu ya changamoto hizo. As we say, Kama tulivyosema, and I repeat again, na narudia tena, problem changamoto, will never, a problem in your family. matatizo katika familia. Maybe you have quarreled with your uncle. Labda umekuwa na ugomvi na anko wako, You don't change your name. haubadilishi jina, You don't move away from that family. haukimbii na kutoka kwenye familia. You solve the problem Unatatua tatizo, and remain in the family. unabaki kwenye And the familia, family becomes strong. na familia inaendelea kuwa na nguvu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Families, we stay together. Kama familia tunabaki pamoja, And therefore we help each other. tunasaidiana, And therefore we love each other. tunapendana, And therefore we trust each other. tunaaminiana. You cannot trust a stranger. Huwezi kumwamini mtu ambaye usiyemfahamu. Hello, are you there? Uko pamoja, Stay permanently in the church where you were. uwe mshirika wa kudumu kokote If you uliko know wa that it's kanisa. the church of Jesus Christ,
Kama unajua ni kanisa la stay Yesu, there and work and be a member. baki hapo na ufanye na uwe mshirika. Be a faithful member. Mshirika mwaminifu. Hallelujah. Amen. I'm not saying only to this church. Sema tu kwa habari ya kanisa hili. I'm saying for every church. Sema kwa habari ya makanisa yote. Hallelujah. Labda nizungumze kwa habari ya kundi la kwanza la watu ambao Mungu aliwaanzisha kufanya ibada hapa. They are the Israelites. Walikuwa The heathen. kutoka kwa wapagani, Though he was also heathen, hata kwamba yeye alikuwa but mpagani. God took him from there Mungu akamchukua katikati ya watu hao, and changed him into the nation of Israel. akambadilisha kuwa taifa la Waisraeli. Israel increased as they were moving from Egypt to their promised land. Waisraeli wakaendelea kuongezeka wakiwa wanatoka Misri kwenda katika nchi yao ya ahadi. Estimations say there were about 3 million people. Watu wanakadiria kulikuwa na watu kama milioni 3. But all these people, Lakini watu wote hawa they constructed a tent. wakawa wanaishi katika nyumba, They constructed a tent to worship God. wakatengeneza hema ya kukutania ya kumwabudu Mungu. This tent Na eneo hili was only one tent, ilikuwa ni moja tu a big tent, kubwa, where all were supposed to get together there and worship God together. ambapo watu wote walikuwa watakiwa kukutanika hapo na kumwabudu Mungu pamoja. 3 million people. Watu kama milioni They didn't say you construct one tent there and the other tent there, but about 3 million people were worshiping together. hazikujengwa hema nyingi labda huku na kule, ilikuwa ni moja, watu wote milioni 3 wafanya ibada. Even when they arrived in their promised land, Hata walipofika katika hema ya kukutania, kule kwao walipoahidiwa, they constructed a temple. walikuwa wamejenga hekalu, And they were supposed to worship there permanently. na ikawapasa kuabudu pale When they ibada za kudumu. were taken in captives, Walipochukuliwa mateka, they constructed areas to worship. kulikuwa na maeneo wanajenga za kuwafanya ibada. They didn't call it a temple. Hawakupaita hekalu, They called it synagogue. waliyaita masinagogi, Because they are far from their land. kwa sababu yako mbali na nchi zao. But always they struggle to go back to their land so that they can go and worship permanently where God selected them to worship. Lakini mara zote wakifanya bidii kurudi kule Mungu alikosema ibada ifanyike. So even in those days, Hata nyakati hizo people were supposed to be together watu walikuwa wanatakiwa kuwa pamoja and worship together. na kufanya ibada pamoja. It's very saddening. Inakuwa kitu cha huzuni You find a person kukuta mtu have moved away from the church ametoka katika kanisa, and you ask, what is the matter? unamuuliza kuna shida gani? He said, I quarreled with so and so I moved away from the Kwamba church. niligombana fulani na fulani, kwa hiyo nikaamua kuondoka. Then when you look straight to this person, Lakini ukimtazama mtu huyu kwa ukaribu kabisa, you know that you are looking in the eyes of a baby. unatambua kwamba unatazama macho ya Mkristo mchanga, A spiritual baby Mkristo mchanga who vacillates from this church to that church. ambaye anatoka kanisa hili kwenda kanisa lingine. Hallelujah. Just imagine Mtafakari you have got a child. kama una mtoto, Because in that house, kwa sababu nyumba ile today they are celebrating. leo wana sherehe. That child moves to that house Mtoto huyu anaenda kwenye and nyumba say, hii. I'm a part of this family, I'm a member of this family. Mimi ni wa familia hii, Only because they are celebrating. kwa sababu kuna sherehe kule. No. Hapana, A child will always remain to he or her family no matter what happens. mtoto atabaki mtoto wa familia, haijalishi nini kinatokea. He belongs there. Yeye ni wa hapo. Likewise, Vivyo hivyo we can serve God better tunaweza tukamtumikia Mungu vizuri if we make decisions kama tukafanya maamuzi that we will stay permanent. kwamba utabaki kuwa mshirika wa kudumu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Why should we be permanent church members? Kwa nini tuwe washirika wa kudumu kama familia? We are not temporary. Sio kitu ambacho ni cha muda We are permanent in the family. mchache, ni kitu cha kudumu. And therefore let us love each other. Kwa tuwe na tupendane, Let us help each other tusaidiane, because we are family. sababu ni familia. Another reason, Sababu nyingine maybe I put this way. labda niweke namna hii: Family life maisha ya katika familia is a life commitment. ni maamuzi ya maisha. I have got a son here. Nina mtoto hapa. Yes. No matter what he does, Haijalishi anafanya nini, no matter what,
nini kinafanyika? I'll still consider him my son. Bado atabaki mtoto. I will still consider him my son. Mtoto wangu. Because I'm a responsible father. Kwa sababu mimi ni baba ninayewajibu. I will struggle with the problems he has. Nitaendelea Still be a father. lakini bado utabaki kuwa baba. I won't say no, you are not my son. Nitasema wewe si mtoto wangu. But now, lakini sasa this guy is a bit polite. Mtoto huyu mtu kidogo ni mpole. Why you are my son? Kwa hiyo sasa atakuwa mtoto wangu. The world will laugh at me. Ulimwengu utanicheka. Being a family, kuwa katika familia, is a permanent commitment. Ni maamuzi ya milele au ya kudumu. Permanent commitment. Maamuzi ya kudumu. Being a church member, kuwa mshirika wa kanisa. If you have selected that this is my church, kama umesema hili ni kanisa langu, then stay there. Baki hapo. Stay there. Baki hapo. Rectify the errors if any. Tengeneza matatizo kama yapo. Work hard with the help of God. Fanya bidii na kwa msaada wa Mungu. To make the church flourish. Kufanya kanisa liendelee kukua. To make the church stand. Liendelee kusimama. To make the people in the church. Kufanya watu wa kanisa hilo see God through you. Kumuona Mungu kupitia wewe. And na pia another reason. Sababu nyingine. As church members, kama washirika wa kanisa, we are part of the building. Sisi ni sehemu ya jengo. Let us read in 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Are you there? Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 9, tuko pamoja? I will read. Nasoma. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Hallelujah. Amen. Now let me give you this example. Labda nitoe mfano wa namna hii. Suppose when you go home today, kwa mfano labda ukaenda nyumbani leo, you find that part of the bricks which make your bedroom, ukakuta baadhi ya matofali ambayo ni sehemu ya chumba chako, left that the place they were, yakahama kutoka katika eneo yaliyokuwepo, and went somewhere and stayed somewhere at another place in the same building, yakaenda eneo lingine katika jengo hilo hilo, and that a hole remains, na pale kukawa kuna baki shimo. Let us imagine, how will you feel? Labda tutafakari, utajisikiaje? You feel bad. Utakuwa unajisikia vizuri. It's good when bricks stay in permanently at that place. Ni vyema kwamba matofali yabaki katika sehemu yake. If you take today, you break here, you take these bricks, you put them there, and those you put them there, then after tomorrow you take this, you put them there. Ukachukua matofali haya ukang'oa ukaeka hapa, ya hapo ukang'oa ukaeka hapa, tena ukang'oa ukaeka kule, labda kesho yake you'll have a very weak building. Utakuwa na jengo ambalo ni dhaifu. And if you will continue on and on, ukiendelea kufanya hivyo, that building will be very weak. Jengo hilo litakuwa dhaifu sana. Because as cement stay, kwa sababu simenti inapoendelea kubaki without being moved, pasipo kutikiswa au kuhamishwa, it becomes stronger and stronger na nguvu. It's easy to break a building which have been built a week ago. Ni rahisi kupomosha jengo ambalo labda limejengwa wiki iliyopita. Or it's easy to break a block which have been constructed yesterday. Au ni rahisi kuvunja tofali ambalo limejengwa jana. But it's very hard to break if it has stayed for years. Ni ngumu sana kulivunja kama limebaki kwa muda mrefu. Likewise, vivyo hivyo, if you go into a church, ukienda kwenye kanisa, you only want to enjoy. Unatamani tu furahi. It's an enjoyment. Uwe na furaha. It's a party. Ni eneo la kusherehekea. Saints, watakatifu, when we go to church, tunapokwenda kanisa, we go there for business. Tunakwenda kwa shughuli, to worship God, kumwabudu Mungu, to praise Him, kumsifu, and to work for Him, na kufanya kwa ajili yake. Yes, we will have some relaxation. Tutakuwa labda na kustarehe, praising Him, kumsifu as He helps us, anapotusaidia. But our main reason ni kusudi la tukufu, is to be workers in the house of God. Ni kuwa wafanyakazi katika nyumba ya Mungu. If your answer is nothing, kama jibu lako ni kwamba hapana, una chochote, you better do something. Ni vizuri ufanye kitu. There is a lot of things to do in the house of God. Vingi vya kufanya katika nyumba ya Mungu.
You have failed even to pray for the church. Umeshindwa hata kuliombea kanisa. You have failed even to witness for Jesus Christ. Hata kushuhudia kwa ajili ya Yesu You Kristo. have failed in every field. Umeshindwa katika kazi yoyote. No. Hapana. You can. You can do something. Unaweza ukafanya kitu for him. Kwa ajili yake. As we go, as we become church members. Kama tunapokuwa washirika wa kanisa, hukumu before our God. Mbele ya Mungu wetu. Now, why? Another reason, the third reason why we should be permanent church members. Sababu ya tatu kwa nini tuwe washirika wa kudumu? We are part of a vineyard. Sisi ni sehemu ya mzabibu. That's why a vineyard, shamba la mizabibu. Shamba la mizabibu. Please come with me to Isaiah chapter 5 verse 5. Twende pamoja katika Isaya 5 sura ya 5. The Bible says. Biblia inasema hivi. And now I will tell you what I will do to my vineyard. I will remove its hedge, and it shall be devoured. I will break down its wall, and it shall be trampled down. Haya basi sasa nitawaambieni nitakaolitenda shamba langu la mizabibu, nitaondoa kitalu chake nao litaliwa, nitabomoa ukuta wake nao litakanyagwa. You know, the prophet here nabii hapa is talking about the nation of Israel. Alikuwa anazungumza kwa habari ya taifa la Waisraeli. God is comparing it to a garden. Mungu analifananisha na bustani. And also if we read, I think in Matthew, na pia kama tukisoma katika Mathayo, I don't have a verse, but there is a place liko eneo in the New Testament, and we're going to see in some areas. Katika Agano Jipya tunaenda kuona mahali fulani. He is also comparing us as a field. Pia tunafananishwa sisi na eneo au uwanja. Yeah. Where plants have been planted. Ambapo kuna miche ambayo imepandwa. And in this area, Jesus is seeking mercy to God so that plant shouldn't be removed or shouldn't be cut from that field. Na katika eneo hili Yesu anaomba rehema kwa Mungu kwamba mti huu usikatwe. But actually, as you read the environment of that scripture, lakini ukitazama mazingira ya andiko hili, he is not referring to a tree. Alikuwa asemi kwa habari ya mti. He is referring to church members. Alikuwa anasema kwa habari ya washirika wa kanisa. In the church of Jesus Christ. Wale waliowashirika katika kanisa. So we are compared with plants, with trees. Tunafananishwa na miti. Now, just imagine. Sasa fikiri, you uproot a tree today. Unaung'oa mti hapa leo. It's a very good tree. Mti mzuri kabisa. Or a very good plant. Mzuri. You plant at this place. Unaupanda eneo lingine. You water it. Na umwagia maji. After a week, you uproot it and plant somewhere else. After a week, you uproot it and plant it somewhere else. Peka na eneo lingine. What will happen? Nini kinatokea? No matter how good that plant is, haijalishi mti huu una ubora kiasi gani, it will die. Utakufa. That is how verse letters, those church members who move from this church, they are never satisfied, move from this church thinking they will find what they thought, they don't find, they move to another church, they don't find, they move to another church. Ni kwa mfano wa wale watu ambao wanayumbishwa, hawabaki katika kanisa moja, wanatoka huku, wanahama huku, yamkini labda wakidhani kanisa hilo pia watapata wanachotafuta, lakini wanakikosa, wanaendelea kuhama makanisa. Anaenda kanisa hili anasema hawana upendo. Anaenda hili anasema labda hawatanipenda. Anakuta wanamnunia. Anaenda huko sahabu anahangaika, baadaye Ukristo unaisha. Anakufa kiroho. He move around until at the end he is no longer a Christian. He dies in the spirit. Kama mmea ulivyokuwa ndivyo na yeye anakuwa. Huwezi kuzurula ukaweza. Kama wachungaji tunapanga mwaka huu kanisa la Mungu tutajifunza haya mpaka hapa, na mwaka ujao pale mpaka hapa, na mwaka huu huku mpaka huku. Sasa wewe unakimbia hapa, unakimbia pale, kwa hiyo hujajengwa sawa sawa. Hello.
As a plant, you can't keep uprooting yourself and expect it to grow. As church and pastors, we plan what to teach and up to what end we will teach. So don't expect to grow if you keep uprooting yourself. Kwa watu wengine wanakuwa wachanga milele kwa sababu wanataka raha. Ndugu yangu, hata kwenye family, katika family kama baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba, some church members love to relax, but even in a family as a father or a mother, sio kila siku shangwe. It's not joyous every Sio day. kila siku sikukuu. It's not a celebration every day. Lakini hatukimbii nyumba. But we don't run from the house. Sasa unaingia kwenye kanisa, unategemea ni sikukuu tu, wanakuambia tafadhali, mtumishi wa Bwana, So you expect to go to a church and to be respected so highly and mightily. Kama inatokea, If it happens, jina la Bwana libarikiwe. may the Lord God. Lakini kama haitokei, But if it doesn't niko happen, hapa kumtumikia Mungu. I'm here to serve the Lord. Hallelujah! Ingekuwa ni kukimbia hapa jamani, nilishakimbia miaka. If I was to be moved away, I could have done it many years ago. Maana milima ilikuwepo. Because there were valleys. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hata kwenye familia vumilia. Ziko siku njema zinakuja mbele. Even in a family, be patient. Tabu. Mume wangu tabu. Ninatamani kurudi kwetu. Wewe ukienda kwenu, baba anakuambia nenda kwa mume. Nasi tunavumilia. Simama, shika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama, shikana mkono ya mumeo na mkeo. Unasema tutapigana. And say, we will Hapa fight. watatoboka. We will fight. Siku mbele njema ziko kwa mbele. There are better days tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. Ziko siku mbele njema sana. Better days coming. Pambana, fight. Pigana. Pambana katika ulimwengu wa roho. Fight in the spiritual realm. Unaweza kupambana. You can Mungu fight. amekupa ushindi. God has given you victory. Na Mungu And hashindwi. Lord, Endelea There kupambana, is usikate nothing tamaa. impossible to him. Continue to fight. Nikwambia sauti nyingi zitakuja. Many voices will come. Unajua, You know, utakufa hivi karibuni. you'll die very soon. Unajua, You know, hii kila mtu. yeah, this and this. Unajua, No. Jinyonge tu. Maybe Maana perhaps kill yourself umekwisha. and kill yourself. Simama. Stand, fight. Kwa hiyo hata katika kanisa. Even though in the church, fight. Amina. Alafu Mungu nitakwambia kule mwisho atakachofanya. And I'll tell you what God will do at the end. Halafu sehemu nyingine Biblia inasema sisi ni matawi katika mzabibu. In another place we are called a branch to the vine. Na maneno yote haya tunayoweka utakuta hiki kitu kiking'oa ukihamisha hakikai sawa sawa. Yohana 15:5. All these words we use, you find if you uproot this thing, it won't be or remain the same. John 15:15. Amen. I read in Verse 5. English. John 15:5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he I'm sorry. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is the vine. Yesu ndiye mzabibu. Now you are in this branch. Na wewe ndio tawi. You are in this branch. Baba, wewe uko katika sehemu ya tawi hili.
And you are a small branch here. Labda ni tawi dogo katika tawi hili kubwa. This is the church. Labda hili ni kanisa. Mention the name of your church. Sema kanisa, jina la kanisa lao. Now here, lakini hapa sasa this is Tanzania Assemblies of God. Hapa ndio kanisa la Tanzania Assemblies of God. This. Hapa. Now you are a branch. Na wewe ni tawi. Today they approach you here. Leo wakungoe. Maybe you go to another church. Na ukaenda ni kanisa lingine. A few days. Na baada ya siku kadhaa ukangolewa. They bad you here. Wakakupandikiza katika eneo lingine. Na baada ya muda mwingine, are you going to be alive spiritually? Kwa kweli utakuwa hai kiroho. You die spiritually. Utakufa rohoni. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. Say neighbor. Mwambie jirani, I'm a church member. Mimi ni mshirika wa kanisa. I'll stay permanent here. Nitabaki kule kwenye kanisa lako uliko, baki moja kwa moja. Jamani, mnanielewa? Mungu ndicho anachotaka tufanye. Tunaishi mwisho sana. Hamna muda wa kucheza, umeza huku, umeza pale, umeza huku, utapoteza muda. Kila mahali mgeni. In the church that you are, that's what God intends for you to do. We live at the very end. We don't have time to waste to move around. Tunasoma maandiko tena. We're reading another verse. Ukipandwa ukabaki mahali pamoja. When you're planted and when you remain. Psalms 92 verse 13. Point number 5 ni utachanua. Zaburi 92 mstari wa 13. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the court of our God. Zaburi 92 mstari wa 13 nasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Hallelujah. Amen. Stay permanently. Baki na udumu. So that you can see. Ili uweze kuona your prayers. Maombi yako. Let me call one of the permanent church members here. Baba niite miongoni mwa washirika wa kudumu hapa kanisani. Olomi. Olomi, karibu. Can you come here? Karibu tafadhali. He is one of the oldest church members here. Huyu ni miongoni mwa washirika wa muda mrefu sana kuliko wengi tulionao hapa. Among the first people I preached when I came here. Washirika niliowakuta nilipokuja hapa. Now, this man was around when we were very tiny. Mtu huyu alikuwepo tangu tukiwa ni kanisa dogo sana. Jamani, yuko mtoto wa Olomi yote hapa? Yuko nani? Manka? Manka, are you there? Nani mtoto yuko hapa? Hawajafika, watakuja mchana. I remember in those good old days. Nakumbuka siku hizo za muda uliopita sana. When Manka was very little, very tiny. I don't know if I can get a tiny person here and carry. Nani na mtoto mdogo jamani, mdogo. Amen. I remember. Nakumbuka about 25 years ago. Kama miaka 25 iliyopita. I wish Manka was here. Ningetamani Manka angekuwepo. Olomi was holding Manka like this. Mzee Olomi alikuwa akimshika mtoto kama hivi Manka. Manka was very tiny. Alikuwa mdogo kweli Manka. But we prayed for her. Lakini tukamwombea. The father prayed for her. Mzee akamwombea. Prayed for her education. Akaomba kwa habari ya elimu. We prayed for God safeguarding her. Kwa habari ya ulinzi. And now Manka is a giant. Sasa hivi ni mtu mzima Manka. God has answered our prayers. Mungu amejibu maombi yetu. Manka is educated. Amefuata elimu Manka. Manka works. Hivyo Manka, yes, Manka works. Manka, please. Sasa hivi Manka amekuwa ni mtu mzima. Tukikumbuka tulikotoka, tunajua Mungu wetu anajibu maombi. Hallelujah. Amen. Tunakumbuka tulipokuwa kwenye kiduguni kidogo, kijumba hiki kilikuwa kidogo jamani, kidogo, kibaya. We remember where we came from. Hatuna hela, we didn't have money. Hatuna wafadhili.
No sponsors. Nakumbuka mke wangu alikuwa anapiga magoti hapo, analia Mungu, tunataka kanisa, Mungu, tunalia Mungu. Tukiangaliana hatuoni hata itakayotoka. I remember my wife praying here. Mungu niongeze kanisa. Hata nikiangalia hivi mko 300. For church growth and for big church. Unasemaje tulikuwa tunaomba watu waongezeke, unasemaje? Amen. Maombi yamejibiwa. God answers prayer. Tuna Mungu anayejibu maombi. God will answer prayer. Lakini nikimchukua, jamani, nani mgeni hapa? Naomba nione mkono wako mgeni. Mgeni amefika leo. Mgeni. Nani mgeni? Hakuna mgeni. Basi tuko mgeni. Kuna mgeni kwa. Umefika kwenye kanisa hili lini? Na mwezi. Unaona huyu ana mwezi. Mimi nikisema nashangilia Mungu ameniongeza kanisa, huyu atashangilia na nini? Hawezi, ana mwezi. Lakini mimi na yule mzee tunaona uaminifu wa Mungu. Tunaona Mungu alivyo mwaminifu. Lord has increased the church. Someone who is very new here won't understand, but I do understand because I know where we came from. We used to have 4 church members. Sasa fikiria, akae miezi 3-5, baada ya miezi 5 ahamie kanisa lingine. Akakae miezi 3-5, baada ya miezi 5 ahamie kwingine. Hawezi kufurahi na kuona wema wa Mungu anavyoshughulika na kanisa lake. Kuna watu walikuwa hawana kazi, hawana biashara, hawajaenda shule. Bwana asifiwe. Natamani wangekuwepo hapa lakini ni waache. Kwa hiyo kanisa likaanza kuomba Mungu msaidie huyu apate kazi. Mtu akapata kazi. Mtu amekuwa. Mtu sasa analisaidia kanisa. Wale waliohusika, So those who participated, wanaona they wema have wa Mungu. seen the goodness of God. Kwa sababu Because ni Wakristo wa kudumu they are permanent church members katika kanisa. in the church. Another reason, Sababu nyingine, you can invest freely when you are a permanent member. unaweza ukawekeza pasipo kufungwa kama ukiwa mshirika wa kudumu. Unaweza kuwekeza bila kujali. After all, you'll be there. Sababu utakuwepo. I remember Kumbuka that fan and that fan. feni hizi I think in this one, pamoja na hii. a certain person bought a long time ago, Mtu fulani alizinunua muda mrefu sana uliopita and he's still here. na bado yupo He's enjoying the fruit of his work. na anaendelea kufurahia matunda ya kazi aliyofanya. At times when he's praising God Hata wakati anapomwabudu Mungu and looks up, na akitazama juu, he says that God helped me to buy for the church. anaendelea kushukuru kwamba Mungu alinisaidia kununua hivi kwa ajili ya kanisa. Likewise, this furniture. Vipo hivyo meza hii Likewise, that furniture. na meza hiyo pia Likewise, this furniture. na hizi zilizoko huku mbele. There are certain people of God Wako watu wa Mungu who bought. ambao walinunua, They are still here. bado wapo, They are using the furniture. wanaendelea kutumia, They gave up their money. wanatoa. Hello? If you are in your house, Kama uko kwenye nyumba yako, you can give your life there unaweza ukajitoa pale because it's your house. sababu ni ya kwako nyumba. But a hired house, Lakini nyumba uliyopanda, you cannot give a lot of money all your life to put it there because it's not your house. huwezi kuweka fedha nyingi katika nyumba ambayo si yako. Likewise, Vivyo hivyo this church kanisa hili is our home. nyumbani. Hallelujah. Amen. For those who know, Wale wanaofahamu, as I arrived here, nilipofika hapa I told the church elders niliwaambia wazee wa kanisa, that I hear I hear a call of God. nasikia mwito wa Mungu, God calling me somewhere else, Mungu kuniita eneo lingine, not here. sio hapa. As I ask Him, Walipomuuliza, as I ask God, nilipomuuliza Mungu where will I go? kwamba nitakwenda wapi, God points me a country which I have already told. Mungu akanionyesha nchi ambayo nimeshawaambia. But I told the elders
elders of this church nikawaambia wazee wa kanisa that hili, I will live here, nitaondoka hapa, I will make life here nitaishi hapa as if I will never go anywhere, kama siondoki kwenda as kwingine if I will kokote, die here. kama nitakufia hapa, Because if my heart will be divided, kama moyo wangu ukigawanywa, that I'll be moving to somewhere else, kama kwa sababu Mungu anakusudia kunipeleka eneo then lingine, I won't work properly. inamaanisha kwamba sitafanya kazi namna I'm inayofaa. here to stay Niko forever. hapa kubaki milele Till when God opens the door to take me somewhere where He wants me to go. mpaka Mungu atakapoona vyema kunipeleka mahali anapokusudia So we niende. started working together. Kwa hiyo tukaanza kufanya kazi pamoja, We have this far. tumefika hapa tuliko, Till as I grow old, mpaka nakuwa mtu mzima sasa. I then say maybe we will reach that land, Yamkini nasema labda tutafika katika nchi hizo, Belgium, huko Ubelgiji, maybe with the whole church. labda kwa kanisa zima, Maybe I'll be going with my church there, preach labda and come tutakuwa na back. kwenda na kanisa kuhubiri na kurudi. But the Lord haven't put it clear. Bado Mungu hajaweka wazi, But that's how I feel now. ndicho ninachojisikia sasa. Because we have stayed I have stayed here for so long. Tumekuwa hapa kwa muda mrefu. Now imagine if my imagination was to stay here for a brief moment. Sasa fikiri kama nilikuwa nimefikiria kwamba nitabaki hapa kwa muda mchache. I don't think that I could have been working as hard as I have been. Sidhani kama ningekuwa nafanya bidii kama nilivyokuwa naifanya. So for being a good servant of the Lord Jesus Christ, Kwa hiyo ili uwe mtumishi mzuri wa Yesu Kristo, wherever you go, kokote utakapokwenda, in whichever church you are, kanisa lolote utakalokuwa, be a permanent member, uwe mshirika wa kudumu wa no kanisa matter hilo. what. Usijalishe kitu chochote, Serve the Lord there mtumikie Mungu hapo with all your effort, kwa bidii zako zote, and God will reward you. na Mungu atakupatia thawabu. And on that day, Na siku ile God will say, Mungu atasema, come, my faithful servant. karibu mtumishi wangu mwaminifu, You work so hard. umefanya kwa bidii. Being faithful Kuwa mwaminifu is hard. ni ngumu, It needs a dedicated person. inahitaji mtu aliyejitoa. Be faithful. Uwe mwaminifu, For Jesus dedicated to us, kwa sababu Yesu alijitoa and he was very faithful. na alikuwa mwaminifu, And that's why na kwa sababu hiyo we have obtained our redemption. tumepata ukombozi wetu. And as I have said, winding, Ninakaribia kuhitimisha kama nilivyosema. reason number 7, Jambo la 7, you'll have a family to celebrate with if you stay as a permanent member. utakuwa na familia ya kusherehekea nayo kama ukiwa mshirika wa kudumu. When I talk with Mzee Olomi Tukizungumza pamoja na Mzee Olomi about where we came from, kwa habari ya tulikotoka, about the problems we had, kwa habari ya changamoto tulizokutana nazo, we laugh at those problems now. tutakuwa tunacheka kwa habari ya matatizo yale, Because God kwa sababu Mungu made us victorious. alitufanya tushinde. As we look at some of our children, Tukitazama baadhi ya watoto wetu how far they have gone, walikotoka na waliko sasa, we celebrate together tunafurahi pamoja and we understand na tunaelewa how far God took this person to where he is. jinsi Mungu anavyoweza kumtoa mtu eneo alipo mpaka alipomweka sasa. Vincent, are you there? Vincent, let me call again Vincent. Vincent, our Mama Vincent. But I would like Vincent to come. Where is Vincent? Lihendeko. Now come Mrs. Lihendeko. Karibu. I could. Can I have your child? Lihendeko went up and down, up and down, up. Now, when we meet and talk with him, when we remember those days where he started, we have a reason to celebrate through God. Ndeko alikuwa na juu kwenda chini, lakini tukikutana sasa tukizungumza, nikikumbuka siku zile